Inategemea, kuna zingine ni familia, kuna zingine tuna show up kwa washikaji, kuna zingine ni kazi, kuna zingine unaona event zingine tunahudhuria zinakuwa ni special appearance, tunalipwa. Kwa hatuwezi kusema kila event kwamba hii event tumelipwa. Event sasa unaweza kukuta labda event zimefululiza karibia hata 5. Alafu unaweza kukuta kwenye hizo 3 zote mmelipwa. Alafu 2 ni za watu wenu wa karibu. Kwa mwezi kuacha kwenda. Okay. Na ukiitwa labda sometimes za kushow up za marafiki zenu, swala la dress code zile unajiandaa mwenyewe kwa pesa yako? Kama ni mshikaji wangu najiandaa tu. Haina shida. Alafu mimi ni mtu ambaye yani sinaga mambo mengi. Yani unakuta tu nimevaa simple lakini napendeza. Okay. Sasa leo ni birthday ya Naya. Na pengine the way ambavyo pia umeona mastaa wenzako leo akina Zailisa wamekuja na watoto wao, Queen Masanja amekuja na mtoto wake, Sui Nandi, Sui Faima na mtoto. Hiyo unaichukuliaje Judith kweli? Yaani kiroho safi, mtu la moyoni kabisa. Mimi ni mtu ambaye hata watu wangu wa karibu wanajua. Napenda sana watoto. Hasa ni watoto wa kike. Yaani naombaga hata Mungu siku nikija kujaliwa kupata mtoto, ni mtoto wangu wa kwanza awe wa kike. Wa pili ndo awe wa kiume inshallah kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa mimi nafurahi, yani nafurahi sana kuona mtu ana mtoto. Na mimi pia nimefurahi pia kuona hata mimi mwenyewe mamangu amenizaa akiwa na umri mdogo. Kwa hiyo na enjoy yani kuona vile ambavyo tukitembea na mama au niko na mama, yani naona age zetu yani hazijatofautiana sana kwa yani na enjoy. Okay. Labda pengine shemeji yeye anasemaje sasa? Kipindi hiki sasa kwamba tunahitaji Judy akija kwenye event kama hizi, labda naye anakuja kaankali anakavuta kale nini anakuja nao kama alivyokuja wakina Faima wakina Zailisa. Kiukweli mimi bado niko single, kwa bado sijapata mahusiano, kwa siwezi pia kuzungumzia masuala ya mtoto kwa sababu hata mahusiano yenyewe sina. Okay. Hata kali kamimba kabati mbaya hivi. Hapana. Kamimba kabati mbaya. Kuna mimba kutokeaga kwamba bana kama nahisi fulani hivi siku zangu zimepita. Kuna mimba za bahati mbaya. Hizo ni hali za kawaida za kila, yani kuna sometimes labda unaweza kuwa umesafiri, ukirudi ile hali ya hewa mzunguko unabadilika, kwa hiyo unakuta huwa zinazidi au zinapungua. Lakini ilishe kutokea ukahisi dalili hizo, sio? Inatokea, yani kwa wasichana wananielewa, waga inatokea na unachanganyikiwa. Bwana. Unaanza kuhangaika jamani, kumbe labda tayari. Lakini mimi wasichanganyikiwa kwa sababu siko kwenye mahusiano, kwa zikichelewa mimi nakuwa tu. Kwa nini hii unaikaziaga sana mara nyingi Judith? Mara nyingi tunakuonaga ukifanyaga hizi interviews, issue ya kuwa kwenye mahusiano waga unaipanchi sana. Lakini at the end of the day sisi wakali wa misimu yote kwenye zile darubini zetu zikali za kuvuta tunakuona huko na somebody sometimes. Naikazia kwa sababu ni kweli sijapata bado mahusiano. Nadhani ni vigezo vyangu na chelewa kupata mtu ambaye mimi namtaka na hicho ambacho unachokizungumzia. So kweli sasa sijui unaniona gapi, labda ni vivuli au AI. Vigezo gani ambavyo unavizungumzia hivi? Nataka tu mwanaume mwenye hela nyingi sana. Hela lakini ziwe nyingi sana. Asiwe na kitambi, mrefu na awe mfanyabiashara, asiwe ameajiriwa. Ukisema mwanaume mwenye pesa nyingi sana, kwamba uone labda pengine kwa mtu ambaye anakutizama na anawish kuingia kwenye mahusiano na Judy, anaweza kaogopa kwamba huyu mwanamke hayupo na mimi kimaisha, kimapenzi, na yupo kwa ajili ya pesa, anataka kutumia pesa zangu. No, yeye sasa ndo ataona. Ujue mwanamke wa future na soko wa future huwa anaonekana tu mkishakuwa kwenye mahusiano. Yaani mkiwa kwenye mahusiano, yeye mwenyewe ataona au ataamua kwamba huyu ni wa future au huyu amekuja kutumia pesa zangu. Mimi najua nyewe wanaume mna akili sana. Wewe unajiweka kwenye group gani? Do you think wewe ni wife material? Mimi ni wife material tena 100%. 100% hapo unataka pesa tu, mwanaume mwenye pesa. Lazima awe na pesa kwa sababu mwenyewe ninazo. Wewe uone kama hapa umeshatoka kunisifia nimependeza. Unajua nimetumia gharama shilingi ngapi? Judy, unahisi pia na mwanaume mwenye pesa ndo husband material? Bora nipigike kwenye pesa kuliko nipigike hapa hakuna pesa. Ndoa ipo kweli hapa? Au ndoa za michongo? Zitajulikana huko kwanza mchongo au ni ndoano, lakini mimi nataka mwanaume mwenye pesa. Ngani unasema bana leo unaenda kubaruza huko utakapokutana nao wakina jua kali wakina nani? Kwa nini jua kali? Mwaliko nimeupata ilikuwa Jumatatu. Jumatatu? Yes. Okay, sawa. Kwa nani amekudress leo? Queen Frank Collection. Okay. Kitu gani cha msingi ambacho pia wewe unazingatiaga sana kuja kwenye event kama hizi? Kwa sababu kwa mara nyingi nakuonaga unakuja kwenye event hizi lazima umetisha, umependeza. Cha kwanza naangalia themes ya shughuli nataka nini, na pia mimi nishajijulia mwili wangu unataka nini, natakiwa kuvaa nini. Hivyo ndio vitu vya kuzingatia, na isitoshe pia Mungu amenibariki na mwili pia wa kupendeza, mimi ni yenga. Wacha.
Wewe huyo? Okay, kwa kujiangalia katika Gen Z za mastaa ma Gen Z kwenye era yenu hii, unajiweka namba ngapi? Yani mimi kwenye kila kitu nitajiweka namba 1. Yani mimi ni mtu ambaye napenda kujinenea mema, kujinenea mazuri.